For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? The voice. Sauti. The voice. Sauti. Tunajaribu kuangalia tafsiri ya sauti. Ni nini? Tutakwenda kwenye maandiko. Ninachotaka ukijue ni kwamba utakapogundua sauti yako, ndio siku umeanza kufanyia kazi maono yako. Siku utakapogundua sauti yako, ndio siku umeanza kufanyia kazi ndoto yako, kusudi lako la wewe kuwa hapa duniani. Kwamba Mungu alikuleta hapa duniani kwa kusudi gani? Mungu alitoa mfano mzuri sana kuhusu Musa. Wakati Mungu anampa Musa majukumu, Musa alisema siwezi kuongea. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 17 utapata story nzima. Lakini nitakusomea mstari miwili tu wa 15 na 16 ili uweze kuona ni kitu gani ambacho Mungu anamwambia Musa. Kwa hiyo pale utakapogundua sauti yako, ndio siku umeanza kufanyia kazi maono yako. The voice. Kinachotafutwa ni sauti. Leo hii dunia inatafuta mtu mmoja tu aongee. Aseme nimepata dawa ya corona. Aseme nimepata chanjo. Na tusubiri sauti ya mtu mmoja tu aongee. Dunia inasubiri. Tuangalie neno la Mungu linasema nini kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 15 na wa 16. Neno la Mungu linasema, nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayo yafanya. Sura 16, naye atakuwa msemaji wako, atakuwa msemaji kwako. Na nirudie. Naye atakuwa msemaji kwako kwa watu. Hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nataka Biblia ya Kiswahili hapa kuna kitu haijaeleza vizuri. Musa alipokwenda kwa Farao, Mungu alimwambia Musa, wewe utakuwa Mungu kwa Farao, na Haruni atakuwa nabii kwako. Nabii ni kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Musa ndio mwanadamu peke yake alishakaimu nafasi ya Mungu, kwamba alishika nafasi ya Mungu wakati anaondoa wana wa Israeli kule Misri. Akamwambia wewe utakuwa Mungu kwa Farao, na Haruni atakuwa nabii kwako. Haruni ndio atakayeongea na Farao. Sasa tunajaribu kiangalia sauti. Haruni alikuwa ni sauti ya Musa. Alikuwa anaongea kwa niaba ya Musa. Na baada ya muda si mrefu Musa akaanza kuongea mwenyewe. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuigundua sauti yako. Musa alikuwa hajigundua sauti yake mpaka alipoanza kuongea Haruni.
ndio Musa akagundua sauti yake. Tuko pamoja? Kwa sababu alimwambia Mungu siwezi kufanya nini? Kuongea. Sasa watu ambao hawawezi kuongea ni watu ambao hawajajua maono yao, hawajajua ndoto zao, kwa sababu hawajui wataongea nini. Na kila kitu wanachokiongea wanaongea vitu vya watu wengine ambavyo watu wanavijua. Wanapata changamoto kusema hichi kitu ni fulani aliongea, mimi nitasemaje mbele ya watu? Siwezi kusema ni cha kwangu, lazima niseme ni fulani aliongea, na watu wameshasoma habari za huyo mtu. Kwa hiyo pale unapokosa cha kwako kipya, unakosa ujasiri wa kuongea mbele ya watu. Lakini pale unapokuwa una cha kwako kipya, dunia inasubiri kusikia. Sasa lazima ujue sauti yako. Sauti yako iko wapi? Nataka nikupe mfano mzuri. Utakayekusaidia. Sauti ni maono, sauti ni ndoto. Sauti ni kusudi ambalo Mungu amekuletea hapa duniani. Leo hii Yesu alipokuja duniani, Yesu alikuwa ni sauti ya upendo. Alikuwa anahubiri nini? Upendo. Alikuwa ni sauti ya upendo. Kwa ina maana kwamba aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani aligo baada ya kipindi chao cha uongozi kwisha, alifungua NGO, akawa anatembea duniani anaongelea swala la amani. Akawa sauti ya nini? Ya amani. Akapewa tuzo la Umoja wa Mataifa la amani, Peace Nobel Prize. Akapewa tuzo la Umoja wa Mataifa la amani. Yeye ni sauti ya nini? Ya amani. Kuna watu wamefungua NGO inaitwa sauti ya mkulima. Wao ndio wanaongea mambo ya nini? Ya wakulima. Kuna sauti ya wafanyakazi. Sasa kuna mtu kafungua NGO ni sauti ya wafanyakazi. Kuna mtu kafungua NGO ni sauti ya yatima. Kuna mtu kafungua NGO ni sauti ya wanawake. Wale ambao hawajasikia sauti zao pale zitasikika. Ni mahali pa kwenda kuongelea mambo yao. Tuko pamoja? Ile ni NGO. Sasa leo kuna mtu amefungua kitu fulani ambapo ni sauti ya watu wa aina fulani. Ni sauti ya vijana kwa ajili ya kuempower vijana, kunyanyua vijana. Sasa kama leo haujagundua sauti yako, hauwezi kuanzisha kitu. Mpaka utakapogundua sauti yako ndio utaanzisha kitu. Leo huduma hii nilichogundua mimi ni sauti ya muda. Mimi naongea muda wakati wote. Mimi ni sauti ya muda. Sasa nataka tu uangalie kuhusu wafanyabiashara wadogo wadogo na mabenki. Alianzisha microfinance, mfumo wa microfinance, Profesa Mohamed Yunus, Bangladesh. Ni sauti ya wafanyabiashara wadogo wadogo wasiokopesheka na mabenki. Ndio akaja na mfumo wa microfinance, leo unatumika dunia nzima. Akapewa tuzo la Umoja wa Mataifa kuhusu huo mfumo wa microfinance. Sasa ukiwa sauti, yule mama Mkenya aliyekuwa anatunza mazingira, alipewa tunzo, alikuwa ni sauti ya mazingira. Alipewa tunzo la mazingira na Umoja wa Mataifa, tunzo ya kutunza mazingira. Sasa lazima ugundue sauti yako. Ni kitu gani unachokiongelea wewe leo hii? Ni kitu gani ambacho wewe ukisimama mbele ya watu, ukimwangalia mtumishi wa Mungu Bibi Joshua, ni sauti ya upendo, anahubiri upendo. Ukimwangalia mtumishi wa Mungu David Oyedepo, ni sauti ya imani, anaongea imani muda wote, anafundisha imani, anakwambia kila kitu tunachokiona katika huduma yake ni zao la imani. Ukimwangalia mtumishi wa Mungu Joe Austin, ni sauti ya matumaini, anahubiri hope, matumaini. Sasa lazima ugundue sauti yako. Mimi sauti yangu ni sauti ya muda, naongea swala la muda 24/7. Kwamba changamoto ya kila mtu naye mhudumia ilitokana na muda. Changamoto ndio nao mimi mpaka ikafikisha hapo nilipofika, ilikuwa ni ya muda. Ilikuwa sijagundua muda wangu utautumiaje. Sasa leo hii ninafundisha swala la muda baada ya kujua kupita, kuexperience namna gani muda wangu ulitumia vibaya. Kwa hiyo ukiangalia mtu ambaye
alikuwa anakula madawa kulevya, alafu akaenda kwenye system, akasafishika, akawa mtu safi, anakuwa sauti ya watu kama wale watumiaji wa madawa kulevya, anaanza kuwaelezea kwamba hichi kitu sio kizuri. Utakuwa sauti ya kitu baada ya kuexperience, kupitia kile kitu. Kwa lazima uchunguze kila mtu. Kuna shuhuda alionayo kwenye maisha yake, kuna mahali amepita kwenye maisha. Sasa kule ulikopita, chunguza ni sauti gani ulisikia sauti gani kwenye maisha yako huko ulikopita kote. Chunguza ni sauti gani ulisikia. Ile sauti sasa unaibadilisha inakuwa maono. Your passion is your voice. Your passion, shauku yako ndio sauti yako. Your passion is your voice. Kwamba lazima ujue kabisa shauku yako ndio itakuwa sauti yako. That we call $1 million voice. $1 million voice. Hiyo ni sauti ya $1 milioni. Kisha gundua sauti yako, jua na $1 milioni mezani. Tofauti na hapo ni ngumu mpaka utakapogundua sauti yako. Kwa hiyo kwa ufahamu nimetaka tu ujue kwamba the voice, sauti, ni maono, ni ndoto, ni kusudi la mtu kuwa hapa duniani. Sauti ni mahali mtu anafika anajitambua kwamba yeye ni nani. Mpaka utakapogundua sauti yako ndio utajua Mungu alikuleta hapa duniani kufanya kitu gani. Mimi nililetwa hapa duniani kufundisha watu swala la muda, kukomboa wakati wa Efeso 5:16, kukomboa wakati zamani hizi za uovu. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba sauti yako ni ipi. Search for your voice. Seek first your voice. Tafuta kwanza sauti yako. Sauti yako inalilia wapi? Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu the voice, sauti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunafungua malango ya nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Mtakatifu kwa kutusamehe maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Fundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu the voice, sauti.
mpaka utakapoigundua sauti yako, ndipo utakapokuwa umeagundua maono yako, ndoto yako, kusudi lako la kuwa hapa duniani. Kama nilivyojaribu kutoa katika utangulizi, hebu tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka 23. Yohana mtakatifu, the voice. Utakapoijua sauti yako ndio umejua maono yako. Yohana mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka mstari wa 28. Neno la Mungu linasema nini? Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe yu nani? Naye alikiri, wala hakukana. Alikiri kwamba mimi si Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? Yu Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe yu nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, yu nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ndio mahali napotaka twende. Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Sasa wewe ni sauti gani? Yeye ni sauti ya mtu aliye nyikani. Neno la Mungu linaendelea likisema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo, wala si Elia, wala si nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Huyo alifanyika huko Bethania, ng'ambo ya mto Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Nachotaka ujue kwamba Yohana alikuwa ni sauti ya Yesu. Sauti ya mtu aliye nini? Alikuwa ndio sauti ya Yesu, ndio alikuwa anaelezea habari ya kuja kwake Yesu. Alikuwa ni sauti ya Yesu. Alikuwa anaelezea ujio wa Yesu, akisema, katikati yenu yuko ambaye msemjua, ambaye atakuja kubatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani kuigundua sauti. Yohana aligundua nini? Sauti yake. Aliambiwa kwamba yeye ni Kristo, akasema no. Yeye ni Elia, akasema no. Yeye ni nabii yule, akakataa. Kwa sababu alikuwa anajua sauti yake. Sisi tuko pamoja. Alipewa nafasi zote kubwa kwamba yeye ni nani. Alikataa zile nafasi kubwa zote. Alikuwa na uwezo kusema mimi ni fulani, mimi ni Elia, mimi ni nabii fulani, mimi ni Musa, mimi ni kitu fulani. Lakini alikataa kwa sababu alikuwa anajua nini? Sauti yake. Sasa leo mtu anakuuliza, wewe ni mfanyabiashara? Hujui. Wewe ni mwanasiasa? Hujui. Wewe ni mtumishi? Hujui. Wewe ni unapewa nafasi zote lakini unasema mimi sijui. Au hujaulizwa jina lako kwamba wewe ni nani. Umeulizwa wewe ni nani. Lazima ujijue, ujitambue wewe ni nani. Lazima uijue sauti yako. Ina maana wewe kila siku ni kitu gani unachokiongea? Kila siku 80%. Hiyo ndio sauti yako. Chochote unachokiongea kila siku 80% ndicho unachokiongea. Hiyo ndio sauti yako. The voice. Tofauti na hapo ni ngumu. Na kila mtu ana uwezo wa kugundua sauti yake. Kila mtu ana uwezo wa kugundua sauti yake kwamba ni kitu gani unachokipenda ambacho unakiongea kila siku. Ukiangalia wanasiasa wote tangia wakiwa shuleni walikuwa viongozi shuleni, walikuwa viongozi wa vijana shuleni, walikuwa na uongozi fulani kwamba walianza kujua sauti. Hata ukiwa mtaani unajua sauti yako. Unaweza kuwa ukiwa katika grupu la watu 4 5, wewe ndio unayeongoza katika kuongea. Wewe ndio unayeongea kuliko wote. Lazima ugundue unachokiongea nini. Kile unachokiongea ndio sauti yako.
Tuko pamoja? Kwamba lazima ugundue, hata ukiwa nyumbani kwenu, jaribu kuangalia naongea nini pale nyumbani, na wanakujua wewe kama nani, wanakujua kama nani, wanajua kwamba kila mtu anajulikana na maneno anayoongea, kila mtu anajulikana kwa maneno yake anayotamka. Kama Yohana Mbatizaji alikataa kusema mimi sio Kristo, mimi sio nabii, mimi sio Elia, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, ninyosheni njia ya Bwana. Alikuwa anamnyoshea njia, yeye ndiye alikuwa msemaji wa Yesu. Ukienda ikulu kuna msemaji wa ikulu, kweli uongo? Ukienda polisi kuna msemaji wa nini? Wa polisi. Kila wizara kuna nani? Kuna msemaji wake. Yohana alikuwa ni msemaji wa nani? Wa Yesu. Ndio alikuwa anaelezea ujio wa Yesu. Kwamba lazima ukae hapa duniani uanze kujua sauti. Utakapoitambua sauti yako, umejua maono yako, umejua ndoto yako, umejua kusudi lako, kwamba umekuja hapa duniani kuja kufanya nini. Lakini kama hujatambua sauti yako, huwezi kufanya vizuri, kwa sababu ni kitu kirahisi kwamba ile shauku yako ndio inayotengeneza sauti yako, kwa sababu hicho kitu unachokiongea kila siku. Sasa lazima ukae chini ujiulize. Utamwona mtoto mdogo nyumbani muda wote ameshika Biblia, kila mtu ameshaanza kumuita mtoto mtumishi, kweli uongo? Wanamuita mtumishi kwa sababu anashika Biblia, anataka kufundishwa, anataka asome. Na unakuta hajui hata kusoma, lakini anashika Biblia kila saa. Tafuta Biblia iko wapi? Tuna ameshika, tunakaa naye. Kuna roho inamwambia yule mtoto kwamba wewe ni mtumishi. Sasa ile sauti ya mtumishi inaanza kusikika ndani yake, Tunaona mtoto mdogo anapenda kucheza na magari, anapenda kucheza na vitu fulani, michezo fulani, anapenda kucheza mpira. Ile sauti ya michezo inaanza kuonekana ndani yake, sauti ya ubunifu inaanza kuonekana ndani yake. Umeelewa? Sasa lazima uanze kutafuta sauti. Ni kitu gani ambacho unaweza kuongea na watu wakasikiliza? Ni kitu gani ambacho kiongea watu watakusikiliza? Hiyo ndio sauti yako. Na ukiona watu wanakusikiliza na watu wanaandika na watu wanaona umeongea point, that is your voice. Nyanyua, ikuze. Full stop. Ni rahisi. Watu wanajaribu sana kutafuta ndoto zao, maono yao, kusudi la wao kuwa hapa duniani. Wameacha kutafuta sauti zao. Tafuta sauti yako. Ukishapata sauti yako, tumeshapata maono. Ukipata sauti yako, tumeshapata shauku yako. Ukishapata sauti yako, umepata ndoto yako. Unaiendeleza. Unaanza kutafuta vitabu. Na uzuri kwenye dunia sasa hivi, Mungu amerahisisha vitu kuliko kipindi kingine chochote. Ukishagundua sauti yako, nenda kwenye mitandao ya kijamii, nenda kwenye YouTube, nenda kwenye internet, utakutana na watu wengine wana sauti kama ya kwako, watakufundisha, wanaanza kukutoa pale ulipo, kuanza kujua kwamba sasa hivi haitakiwi tena kutafuta mtu wa kukufundisha. Roho Mtakatifu alikuja kurahisisha, amekupa Biblia, akakupa na internet. Biblia na nini? Na internet inatosha. Biblia na internet. Ukiuliza internet kitu Biblia na unapata kitu kwenye Biblia au kijui, nenda kwenye internet, iambie internet. Internet ni mfumo wa Roho Mtakatifu. Iambie, utakuta mtumishi wa Mungu anayefundisha somo ambalo unataka kulijua. Utakuta kuna mtumishi wa Mungu anaongelea hicho kitu ambacho unataka kukijua. Yuko kwenye YouTube, unamsikiliza mpaka mwisho. Unamsikiliza na mwingine, mshapata majibu. Una haja ya kupigia mtu simu kumuuliza, bwana, una haja ya kwenda shule? Unaenda shule kwa nini? Una haja ya kwenda chuoni kwa ajili ya kujifunza public speaking, kuongea mbele ya watu? Nenda kwenye YouTube. Na watu wanakufundisha. Sasa hivi ukienda chuo kikuu, kila assignment unayopewa, unaambiwa uende kwenye nini? Kwenye internet. Unaambiwa kwenye internet. Kwa sababu chuo kikuu lazima uwe na kompyuta. Sasa kama wenyewe wanakutuma kwenye internet, kwa nini unaenda pale kufanya nini? Kama wao wenyewe wanakutuma wapi? Kwenye internet. Unaenda pale kufanya nini? Ukiwa mbunifu au hitaji vyeti. Ukiwa ni mtu unayefikiri au hitaji vyeti. Thinkers, they don't need certificates. Tuko pamoja? Hahitaji. Watu wanafikiri wanahitaji vyeti. Watu ambao wafikiri wanahitaji vyeti vyao viwasaidie kutafuta kazi. Kwa hiyo lazima ujitahidi, uangalie, wewe ugundue sauti yako. Hebu tuende kwenye kitabu, tuangalie kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati
wa kwanza 12:32. Hilo ni andiko letu, tunalisoma sana kwa sababu linahusiana na muda. Neno la Mungu linasema nini? Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasao Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao, chini ya amri yao, chini ya sauti yao. Watu 3,000,000, lakini watu 200 walikuwa wanatawala watu 3,000,000. Walikuwa chini ya sauti yao. Ukisema kitu wanajua, wana akili za kujua nyakati, wanajua namna gani sasa hivi nini kinatakiwa kifanyike. Ukisema kinafanyika. Tuko pamoja? Chini amri ni sauti. Amri ni sauti, command, chini ya sauti yao. Nataka nikupeleke kwenye eneo lingine ambalo litakusaidia zaidi ili uweze kujua kwamba kwa nini tunaongelea swala la sauti. Yesu alisema, mimi ni mkate wa uzima. I am the bread of life. Nataka nikupe maandiko, wewe usiandike hiyo I am the bread of life, wewe andika maandiko hapo kwenye Biblia. Yohana 6:35. I am the bread of life. Yohana 6:35. Andika hayo maandiko tu. Usiandike maneno yako kwenye Biblia, kusoma Biblia yako tayari. Yohana 6:35. Ni kwa nini Yesu alisema I am the bread of life? I am the voice of bread. Mimi ndio sauti ya mkate. Alipoletea ile mikate kule jangwani, alinyanyua juu, akashukuru, aliposhusha ikaongezeka. Yesu alikuwa sauti ya nini? Ya mikate. Akasema, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Tuko pamoja? Aliongea kwa niaba ya mikate, ikaongezeka. Ni sauti. Yesu akasema, mimi ni mti wa uzima. Methali 3:18. Mimi ni mti wa uzima. I am the tree of life. Yesu alipokuwa anatembea, aliona mti, akajua atapata matunda. Alipokosa kile alichokuwa anakitaka, aliulaani ule mti. Alikuwa ni sauti ya nini? Ya ule mti. Ule mti ukakauka. Ule mti ukakauka. Aliongea na ule mti. Sasa hebu jiulize, Yesu ni sauti ya miti. Yesu ni sauti ya miti. Tuko pamoja? Akiongea mimi nasikia. Kumbuka Suleiman alikuwa anaongea paka na mchwa. Tuko pamoja? Alikuwa ni sauti ya nini? Ya mchwa. Anajua nini mchwa anafanya. Yesu alikuwa aliwaambia wanafunzi wake, Yesu anasema I am the living water. Mimi ni maji ya nini? Ya uzima. Yesu aliongea na maji, yakaganda, akapita juu baharini. Mimi ni maji ya uzima. Aliongea na nini? Alikuwa ni sauti ya maji. Aliongea na maji, akamsikia. Chochote chenye jina kilikuwa kinamsikia Yesu. Chochote chenye jina kilikuwa kinamsikia Yesu. Tutasoma kwenye kitabu cha Yohana, mimi ni maji ya uzima, Yohana sura 7 mstari 37 mpaka 39. Yohana sura ya 7 mstari 37 mpaka 39. Kumbuka Yesu alikuwa kwenye meli, kwenye boti, kwenye meli. Wako baharini kwenye chombo ikatokea dhuruba wakaenda kumwamsha. Akaamka akasema, peace, be still. Na ule upepo ukakoma. Alikuwa ni sauti ya upepo. Sauti ya nini? Upepo katii. Upepo katii. Peace, be still. Sasa hebu jaribu kuangalia. Yesu alikuwa anaongea, alikuwa ni sauti ya upepo. Anaongea na upepo, upepo unasikia. Unatii. Wanafunzi wake wakasema, asiye kuona kitu kama hicho. Tuangalie andiko lingine. Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yohana 8:12. Yohana 8:12.
mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu alikuwa na maana gani? Mimi ndio maarifa ya ulimwengu. Nuru ni maarifa. Nuru ni maarifa. Tuangalie kwenye kitabu The Light is the Knowledge. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 5. Mathayo 11 mstari wa 5 anasema, vipofu wakapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma. Tuanze mstari wa kwanza ili upate story nzima mpaka mstari wa 5. Neno la Mungu Mathayo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Tunasema Yesu ni nuru ya ulimwengu. Kufundisha na kuhubiri ndio maarifa. Yesu ndio maarifa mwenyewe. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, akatuma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyaona na kuyasikia. Nasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Is the knowledge. Hiyo ndio nini? Na maskini wanahubiriwa nini? Habari njema. Sasa mimi ni nuru ya ulimwengu, kwa sababu nuru ni maarifa. When you have knowledge, you have light. The key of knowledge. Light is the key of knowledge. Nuru ndio ufungua nini? Maarifa. Ukishapata maarifa tu, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo lazima upate maarifa. Na Yohana 8:12 Yesu akasema, mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye alikuwa sauti ya Mungu hapa duniani. Yeye ndiye alikuwa sauti ya nini? Alikuwa aongei au afanye kitu ambacho hajasikia kutoka kwa baba yake. Tuko pamoja? Aongei wala afanye kitu ambacho hajasikia kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Tusoma kwenye kitabu cha Yohana 10:36, Yohana 10:36 na Yohana 5:17. Yohana 5:17 neno la Mungu linasema, akawaambia, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Alikuwa afanye kitu ambacho baba yake afanye. Tuko pamoja? Kwamba baba yake anatenda kazi. Yohana 5:17, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Kwa hiyo akasema, mimi ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye alikuwa sauti ya nani? Ya Mungu. Anachokisema Mungu ndicho atakachokisema yeye. Tuko pamoja? Hata kama hajisikia kutoka kwa Mungu, afanye. Kwa sababu Yesu alikuja hapo kwa shughuli moja, dhambi, kukomboa watu mjue Mungu, kuleta watu kwa Mungu. Namba 6, neno la Mungu linasema, I am the door. Mimi ndio mlango. Mimi ndio, Yesu anasema mimi ndio mlango. Tasoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 9. Yohana 10 mstari wa 7 mpaka wa 9. Na utasoma kwenye Mathayo 16. Mathayo 16 mstari wa 18 na 19. Mathayo 16 mstari wa 18 na 19. Neno la Mungu linasema nini? Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 na 19. Nami nikamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa sababu yeye ndio nini? Ndio mlango mkuu. Kwa milango ya kuzimu haitaweza kushinda mlango mkuu. Alafu akasema sura 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Yeye ndo nani? Mlango. Atampa Petro nini? Funguo. Unajua baada ya kuambia, ukipewa funguo, umepewa maarifa. Umepewa funguo, umepewa maarifa. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye ni mlango, lakini atampa Petro funguo.
mlango una frame, mlango una bawaba, mlango una kitasa, mlango una komeo, mlango una kila kitu. Mlango una kitasa kwamba tampari ukisikia mlango umekamilika, mlango una frame, una bawaba, una kitasa au stopper zimewekwa kwa nyuma kama nyumba nyingi zina stopper. Sisi hapa milango yetu haina stopper kwa ndani. Kwa sisi huu ni mlango wa Yesu. Okay, tuendelee. The voice. Namba 7, I am the Alpha and Omega. Mimi ni mwanzo na mwisho. Yesu anasema ni nini? Mwanzo na mwisho. Yeye ndio yani sauti yake ndio ya mwisho. Atakachosema Yesu ndio sauti ya nini? Ya mwisho. Akisema kwa mtu mmoja, amesema kwa watu wote. Sauti ya Yesu ndio sauti ya mwisho. Anakwambia mimi ndio mwanzo na mwisho. Tuko pamoja. Sauti yake ndio sauti ya nini? Anachosema Yesu hakuna mtu anaweza kugeuza. Tuangalie kwenye maandiko. Tukisema yeye ndio sauti ya mwisho, Isaya 56 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema nini? Kumbukeni haya, mkajionyeshe kuwa waume, jifahamisheni haya, ninyi mko sawa. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu. Anasema mimi ndio Mungu nitangazaye mwisho tangu nini? Mwanzo. Yeye ndio sauti ya mwisho. Kutangaza ni sauti. Yeye ndio Mungu atangazaye mwisho tangu nini? Mwanzo. Sauti ya Mungu ndio sauti ya mwisho. Na Yesu haongei kitu ambacho Mungu hajasema. Yesu alikuwa ni sauti ya Mungu duniani. Tuko pamoja. Na Yohana Mbatizaji alikuwa ni sauti ya nani? Ya Yesu. Na Yesu ni sauti ya Mungu. Yesu anaongea kitu ambacho nikisikia kwa Mungu. Kwamba lazima ugundue sauti yako. Kuna msemaji wa ikulu, kuna msemaji wa polisi, kuna msemaji wa idara fulani, msemaji wa kanisa, kuna wasemaji, kuna sauti. Kila mahali kuna sauti. Na kumbuka mtu yote yule ambaye amechaguliwa kuwa msemaji wa ikulu. Unajua anaongea kitu ambacho rais amesema. Aongee kitu ambacho rais hajasema. Msemaji wa polisi, wa jeshi la polisi, aongee kitu ambacho IGP, mkuu wa polisi hajafanya nini? Hajasema. Aongee. Sasa hebu jiulize, wewe ni sauti ya nani? Au ni sauti ya kitu gani? Tuko pamoja? Wewe lazima ujiulize, wewe ni sauti ya nani? Yaani kwa sababu yule leo hii Mheshimiwa Rais ana ujasiri mkubwa kwa msemaji wake. Kweli uongo? Mkuu wa polisi wa jeshi la polisi Tanzania ana ujasiri mkubwa sana kwa msemaji wa jeshi la polisi, kwa sababu anajua jamaa hawezi kuongea kitu ambacho sicho. Hawezi, nikimtuma kwenda kuongea, anajua huyu jamaa hawezi kwenda kuongea, anambia atamwambia nenda kaongee. Anaongea kitu ambacho kinahusu jeshi la polisi. Ana favor jeshi la polisi, ana favor ikulu, ana favor kampuni. Tuko pamoja? Upendeleo, anaweka upendeleo mwingi. Kwa nini? Kwenye kazi yake, kwenye taasisi anayotumikia. Ni kama jinsi Yesu alikuwa anaweka upendeleo mwingi kwenye mambo ya Mungu. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Tofauti na hapo hakuna kitakachotokea. Tuangalie namba 8. I am true vine. Mimi ni mzabibu wa kweli. Hii ni sauti ya mvinyo wa ndugu yangu. Mzabibu Yohana 15 mstari wa kwanza. Yohana 15 mstari wa kwanza. Tuangalie eneo lingine namba 9. I am resurrection and life. Mimi ni uzima na ufufuo. Sauti ya uzima na ufufuo. Yesu alitaka kumfufua nani? Lazaro na watu wengine wengi. Yesu anasema mimi ni sauti
ya uzima na ufufuo. Mtu yote amekufa na uwezo kumfufua. Naweza kuongea na watu waliokufa. Yesu alikuwa na sauti, alikuwa na uwezo kuongea na watu waliokufa. Akamuita mtu aliyekufa, akafanya nini? Akasikia na akaamka. Yesu anasema Lazaro amelala, hajafa. Lugha ya Yesu ni kulala, sio kufa. Anajua watu waliokufa, anajua watu waliolala. Kwamba yeye ni sauti ya watu waliokufa na watu ambao wako hai. Akiongea kitu, Yohana 11 mstari wa 25 mpaka 27. Yohana 11 mstari wa 25 mpaka 17. Nataka ugundue, angalia jinsi Yesu alivyokuwa sauti ya vitu vingi. Yesu alikuwa sauti ya vitu vingi. Lakini wewe unataka na sauti ya kitu kimoja. Ukisema ni sauti ya mazingira ni mazingira. Ukisema ni sauti ya imani ni imani. Wewe ukisema sauti ya amani ni amani, tangaza amani duniani. Tuko pamoja. Ukisema ni sauti ya upendo, ongea upendo. Kila tumejaribu kuangalia, tukasema mtumishi wa Mungu TB Joshua ni sauti ya upendo. Na anafundisha nini? Naam, upendo. Kiangalia David Wedel anafundisha imani, ni sauti ya imani. Kila kitu alichonacho kwenye huduma yake kimetokana na nini? Na imani. Sasa leo kiangalia mtumishi wa Mungu Joe Austin ni sauti ya matumaini, anafundisha matumaini. Sasa jiulize, wewe ni sauti ya, ukimwangalia Billy Bush ni sauti ya muda. Sauti ya muda, the voice of time. Kumbuka wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwamba lazima uangalie kwamba wewe ni sauti ya kitu gani. Ni kitu gani ambacho unaweza kukiongea vizuri sana? Ni kitu gani ukiongea mbele ya watu kitabadilisha maisha yao? Hichi ndicho kitu ambacho umekiexperience, na ndio sababu nimekuambia tumetoa muda kwenye huduma hii miaka 10 kujifunza. Tunamaliza mwaka 2022. That's the voice of time. That is the voice of time. Unaweza kutoa miaka 10 kujifunza kitu kimoja. Miaka 10. Wengine toa uvumilivu. Haisubiri miaka 10. Unakubali kuteseka kwa muda mfupi, uwe na furaha ya muda mrefu. Na wakisikia na kutumikia, watapisha miaka yao katika kufanikiwa na siku zao katika furaha. Kwa hiyo lazima ujitahidi ujue kwamba wewe ni sauti ya kitu gani. Yesu anasema namba 10, I am the way, the truth and the life. Mimi ndio njia, ndio kweli na uzima. Yohana 14 mstari wa 6. Yeye ni sauti ya njia. Ukimfuata yeye ndio njia, ukimfuata yeye ndio kweli, ukimfuata yeye ndio uzima. Tuko pamoja? Yeye ni sauti hivyo vitu vitatu. Ni sauti ya njia. Fuata matendo yake. Njooni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo. Tuko pamoja? Anawaita njooni kwangu nyote mliolemewa na nini? Na mizigo. Lazima kubuka na ama tasfei dunia. Kwamba mimi ndio njia. Jifunze kwangu. Jifunze. Kujifunza ile ni njia. Akasema ni rangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Jifunze kwangu. Mimi ndio njia, mimi ndio kweli, mimi ndio uzima. Kuna maisha baada ya maisha tunaoishi hapa. Yohana 14:6. Namba 11, Yesu anasema I am the living bread which came down from heaven. Mimi ndio mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni. Yohana 6:51. Yesu aliendelea kusema I am. Bado maandiko yako mengi, nimejaribu kukupa machache uweze kujua kwamba Yesu alikuwa ni sauti ya vitu vingi. Lakini wewe unatakiwa sauti ya kitu kimoja. Na utakapogundua sauti ya kitu kimoja kwenye maisha yako, utagundua sauti ya kitu cha pili kilichoko ndani ya maisha yako ambacho uko ukijua. Lakini lazima ugundue sauti moja. Ukigundua sauti ya muda, utagundua sauti ya kitu kingine. Yesu anaweza kugundua sauti, alikuwa sauti ya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa sababu alikuwa ni mtoto wa miujiza. Hakuja kama sisi tulivyokuja hapa duniani. Ila alikuwa ni mtoto wa miujiza, the miracle child. Sasa lazima ukae chini uangalie namna gani unaweza ukaigundua sauti yako. Search for your voice.
Your passion is your voice, and your voice is your passion. Your voice is your dream. Sauti yako ndio ndoto yako, na sauti yako ndio maono yako. Kwa sababu sauti yako ndio itatengeneza ndoto yako, na ndoto yako itatengeneza maono yako. Kwa hiyo lazima ugundue, kuna watu ambao leo hii ukiangalia kwenye eneo la uchumi wa Marekani, kuna watu Marekani ambao ndio sauti ya uchumi wa Marekani. Kwa mfano akiongea governor wa benki kuu ya Marekani, ni sauti ya uchumi wa Marekani. Soko la hisa lina react. Soko la hisa linaweza likaenda juu likashuka chini. Unajua voice move people and things. Sauti inasababisha watu na vitu vina move, vinasogea, vinaamka, vinaanza. Unajua there is a moment and movement, yani sauti ya mtu fulani, kama vile Martin Luther King alikuwa ana kipeperushi, ana no internet, no radio, no kipaza, ana vitu media, lakini alikuwa akiongea watu wana move. Kwa nini? The voice of peace, the voice of love. Ndio mpaka leo siku alikufa Martin Luther King, wakikumbuka wa Marekani, serikali ina shut down, inafunga siku ya sikukuu, ni holiday. Why? And for the sauti ya upendo, the voice of peace. When you talk about kisha upendo, unaongea vitu, unaongea love, faith and peace and hope. Alikuwa ni sauti ya amani. Maandamano yake yote ilikuwa ni ya nini? Ya amani. Leo utaona kumekuja kitu kama vile ni lugha hiyo hiyo. Ni lugha hiyo. Kwa mfano unaweza kusema sauti ya elimu. Sauti ya elimu kwa lugha nyingine wanajitana haki elimu. Haki elimu. Hiyo ni sauti kwenye eneo la elimu. Wao ndio wanaoongea kuhusu swala la elimu ya Tanzania na kwendaje. Wako nchi mbalimbali. Tuko pamoja. Leo unaona haki za wanawake, the voice of women. Hiyo ni sauti ya nini? Ya wanawake. Sauti ya mkulima, hiyo ni haki ya wakulima. Tuko pamoja. Ni lugha hiyo hiyo, lakini imebadilika kwa sababu kwenye haki kuna mtu anaongea. Kuna sauti inasikika. Kama leo kuna maandamano Marekani, wanasema no peace, no justice, no peace, no justice. No justice, no peace. Tuko pamoja. Kuna sauti inataka isikike, the voice of change. Wanatafuta sauti ya nini? Ya mabadiliko. Marekani watu wanaandamana. Kumbe lazima kugundua kuna kitu, kuna watu ambao wanaendesha yale maandamano. Wanataka sauti yao ifanye nini? The voice of black people. Sauti ya watu weusi wathaminike. Wanasema wao ndio wanakufa sana na corona, wao ndio wana magonjwa makubwa, wao ndio hawana kazi, wao ndio hawana ishi, mishahara midogo, wanaishi sehemu ambayo sio sahihi. Wanataka sauti yao ifanye nini? Kuna watu ambao ndio sauti ya wale watu ndio wanaamsha ile maandamano. Tuko pamoja. Kwa sababu kuna kila state kuna kiongozi ambao ndio sauti ya wale watu. Anasema kwenye mitandao ya kijamii, anaweka taarifa Twitter, Instagram, kila kitu, kesho tunaanza maandamano. Watu wanatoka nje. Ni sauti inatafutwa. Ni sauti inafariki. Inataka isikike, the voice. Wanataka wasikie sauti yetu. Watusikie kwamba tupo. Wasikie kwamba watu wapo na wanahitaji haki yao. Kwa hiyo lazima ujiulize kwamba wewe ni sauti ya kitu gani. Kwamba kuna mtu ambaye ni sauti ya uchumi kama Warren Buffett. Warren Buffett akiongea kitu chochote kwa Marekani, soko la hisa la react. The voice of economy. Ni sauti ya nini? Ya uchumi. Sauti ya uchumi. Kwa hiyo lazima ukae chini. Ukiangalia Adam alikuwa ni sauti ya mazingira. Mwanzo 2:15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Eden ailime na itunze. Mwanzo 2:15. Adam alikuwa ni sauti ya mazingira. Sauti ya mazingira.
Kwa hiyo lazima uangalie the voice of gospel, sauti ya injili. Kuna mtu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkawe sauti ya injili. Anamwambia Petro, do you love me? Anamwambia, yes sir, feed my sheep, lisha kondoo wangu. Unanipenda? Ndio, lisha kondoo wangu. Sauti ya nini? Ya injili, sauti ya habari njema. Tuko pamoja? Mwakasenge ni sauti ya nini? Ya injili, lisha kondoo wangu. Lazima uangalie kwamba kila mtu ameshagundua, watu wote waliogundua sauti zao wako kazini, waliogundua sauti zao wako kazini, wako eneo lao wanafundisha. Kama sasa hivi mimi nimegundua sauti yangu ya muda, niko nafundisha. Lazima kila siku nifundishe. Naamini ili somo ninalofundisha, kuna mtu mmoja tu kwenye dunia Mungu amemwandaa kwa ajili ya kusikiliza, na litaleta mabadiliko kwenye maisha yake, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka huyo mtu asikie. Ni kama vile ukienda kwenye WhatsApp, kwenye Google, kwenye Instagram, Facebook, internet kwa jumla. Kuna kitu unatafuta, kuna kitu Mungu alimwambia mtu akiweke kule. Kuna mtu atakuja kusoma. Hakuna kitu unachokihitaji leo kutoka kwa Mungu, Mungu akatengeneza. Hakuna taarifa unazohitaji kutoka kwa Mungu, Mungu akaziandike. Tayari zimeshaandikwa. Tayari kila kitu chako ambacho unachokitaka hapa duniani kiko hapa hapa. Gari unataka kuendesha wewe, lipo. Mwanamke ambaye anataka kumuoa wewe, yupo. Na mwanamke anataka kuolewa, mwanaume ambaye anataka kumuoa, yupo. Adamu alitangulia kuzaliwa. Kweli uongo? Kwa hiyo ina maana mwanamke ndo akafuata. Na maana kila mwanamke ana Adamu wake. Mungu alikutafuta aende kusababisha azaliwe mtu ndio aje kuwa mume wako. Aende kusababisha azaliwe mtu ndio aje kuwa mke wako. Tayari umeshatengeneza. Nyumba unayotaka kuishi wewe, tayari kuna mtu ameshakujengea. Anasema watajenga wengine na wengine watalala huko ndani, ndio wewe sasa utaenda kujibu hiyo. Tuko pamoja? Hakuna kitu tunachokitaji kwa Mungu leo akatengeneza, akaandika. Tayari kimeshaandika. Mungu ni Alfa na Omega. Kila kitu ameshafika mwisho. Alianza mwisho kwanza ndo akaja mwanzo. Alitaka kutengenezea kwanza yale maisha unataka kuishi. Sasa hivi anataka uyaishi. Tayari Mungu alishakutengenezea. Niyo kugundua kwamba maisha ambayo nilikuwa natakiwa niyaishi mimi, tayari alishaandaliwa. Kitabu changu kilishaandikwa. Inabidi nianze kufungua ukurasa wa kwanza ili niyafikie maisha yangu. Full stop. Tofauti na hapo, life struggle continue. Kung'ang'ana kuna nini? Kunaendelea. Na hiyo sio sehemu yetu. Bado dakika 6 tumalize. Nachotaka tu ujue ni kwamba gundua sauti yako. Gundua sauti yako. Tumesema aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani baada ya kipindi chake cha uongozi kilipoisha, alianzisha NGO ya amani duniani. Baada ya miaka 10 alipewa tunzo la amani duniani, Peace Nobel Prize. Alikuwa ni sauti ya nini? Ya amani. Anatembea dunia nzima anatangaza amani. Kuna NGO ambazo zimefunguliwa nyingi tu kwa ajili ya amani. Inafundisha vijana kuishi kwa amani. Tanzania inafundisha vijana kuishi kwa amani. Wewe ni sauti ya nini? Ya amani. Ongea swala la amani. Usiende kwenye maandamano. Usiingie kwenye maandamano yasiyokuwa na mpango. Kitu ambacho serikali haijaruhusu. Usilete fujo. Tuko pamoja. Usijiunge kwenye mambo ya ugaidi. Unafundisha vijana kitu gani cha kufanya. Hiyo ni peace. The voice of peace. Na unaweza kuwa ukawa sauti ya matumaini, kuwapa vijana matumaini katika siku zao za baadaye kwamba inawezekana. Kila kitu unafanya inawezekana. Ukawapa vijana, ukawa sauti ya upendo, kuwafundisha namna gani wapende Mungu, wapende na watu, wapende mazingira, wapende vitu ambavyo wanavitumia. Unaweza kuwa sauti ya kitu fulani. Sasa lazima ugundue wewe ni sauti ya nini. Lazima uanzishe. Ukisema leo unataka kuwa sauti ya matumaini, unaweza anza na mtu mmoja kumpa matumaini. Utafundisha nyumbani kwenu, utafundisha jirani yako, utaenda kwenye mashule, utaenda kanisani, kwenye NGO, utaenda kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni sauti ya amani, sauti ya matumaini, sauti ya upendo. Sasa hivi internet imeruhusu mtu kuanza kitu chochote. Unaweza kusema wewe ni sauti ya kitu fulani leo na ukapata hata kusikiliza leo.
kwenye mtandao. Mtu yuko China, yuko Marekani, yuko wapi akakusikiliza na akaanza kufuatilia masomo yako na ukabadilisha historia ya maisha yake. Sasa maisha yamesharahisishwa, vitu vimesharahisishwa na technology. You can start today. Leo haitakiwi ufundishe kijiji, inabidi ufundishe dunia. Tuko pamoja? Leo haitakiwi ufundishe watu wa mtaa wako tu, inabidi ufundishe nini? Dunia. Sasa hivi tunapoongea hapa, napoongea mimi na rekodi, kuna mtu yuko Mwanza atapata ile somo leo. Unafundisha dunia. Dunia imekuwa rahisi. Au tegemei leo mtu aliyoko Tanzania, aliyoko kwenye mtaa unategemea leo ukiwa unaongea na dunia. When you are voice of something, you are speaking to the world. Kama wewe ni sauti ya kitu fulani, unaongea na nini? Na dunia. Teknolojia imesharahisisha kila kitu. Kwa lazima ujitahidi kugundua sauti yako. Discovery of voice. Discover your voice. Kwamba sauti yako iko kwenye eneo gani? Na utakapogundua sauti yako, that is $1 million voice. Hiyo ni sauti ya dola bilioni 1 ndugu yangu. Ni sauti ya dola bilioni 1, sauti ya dola trilioni 1. When you discover your voice, tayari umeshatengeneza pesa. Ukigundua sauti yako umeshatengeneza nini? Pesa. Kwa sababu kuna watu wa kuwafundisha, kuna watu ambao utawapazia ile sauti. Na ukiwapazia ile sauti utakupa nini? Pesa. Full stop. Ni sauti yako ndio itakayokupa hela. Full stop. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Wa kinywa cha mtu, ulimi wa mtu. Sasa na maana pesa na kila kitu kiko kwenye uwezo wa ulimi wako. Ukiongea vizuri unalipwa hela. Popote utakapoongea vizuri tu, hata kanisani, siku mchungaji ibada ikiwa nzuri na sadaka inafanya nini? Inaongezeka, watu wanaguswa, wanatoa zaidi. Siku sauti ikiwa mbaya. Ukiangalia kuna sauti ya siasa, the voice of politics. Kuna wanasiasa, kuna sauti ya injili, kuna sauti ya siasa, kuna sauti ya biashara. Kuna sauti nyingi, lazima ugundue kwamba wewe sauti yako nini? Sauti ya mazingira, sauti ya amani, ya upendo, ni matumaini, sauti mbalimbali. Gundua sauti yako. Utakapogundua sauti yako na maisha yako ndiko yanakoanzia. Na utaona kabisa hata vitabu unavyonunua ni vya sauti yako. Mitandao unayotembelea ni ya sauti yako. Huwezi kuona mitandao ambayo sio sauti yako. Kila kitu unachokitafuta kwenye mtandao ni cha sauti yako. Nani anaongea kama mimi? Nani mwenye sauti kama mimi? Unawasikiliza watu wengine wenye sauti kama duniani. Wanaongeaje? Wanasema nini? Naanza kujifunza kupitia kwao. Na maisha yanaanzia wanaanza kuita fulani. Jina lako lazima lianze huku mwanzo. Mimi sikuwaambiaga watu waniite mwalimu. Kama jina lako linaitwa Bill Mush, bado hujajua sauti yako. Jina lako litakapoanza huku mwalimu, profesa, fundi, tayari umeshajua sauti yako. Tuko pamoja? Yaani watu watakuita mbunge, rais, mwenyekiti, sio nani? Inaanza mwenyekiti fulani, mwalimu fulani. Kama jina lako doctor fulani, profesa fulani. Kama jina lako lianza huku mwisho, watu hawajakupa jina, huku mwisho. Ina maana wanakuita jina lako la kawaida. Ina maana kwamba hujagundua nini? Sauti yako. Jina lako litakapobadilika, mwisho likaanza na kitu kingine, tayari umeshajua sauti yako kwamba mimi ni mwalimu. Okay. Ninafundisha nini? Nafundisha muda. Okay. Mimi ni mwalimu wa nini? Wa injili. Mimi ni mwalimu wa nini? Wa imani. Okay. Umeshagundua nini? Sauti yako. Paka jina lako litakapobadilika. Hata usikie mtu anaitwa jambazi, ina maana naanzia jina jambazi fulani. Umeelewa? Kahaba fulani. Kahaba Rahab. Alikuwa na cheo. Tuko pamoja. Sasa lazima jina lako lianzie, jina lako la mwanzo libadilike. Kuna kitu kianze kwa mwanzo. Wanaita prefect, lianze, kuna kitu kinachoanza kwa mwanzo. Hata mwanamke akiolewa anaitwa Mrs. Fulani, na anaitwa Mr. Fulani. Hata mtoto binti anaitwa Miss Fulani, Miss Tanzania.
Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima jina lako libadilike. Watu waanze kuita mtu fulani kwa sababu ile tabia ndio inatengeneza jina, inatengeneza sauti. Tabia fulani unayo ya kufundisha, tabia fulani unayo ya kuendesha magari, fundi, inatengeneza sauti yako. Kwa hiyo lazima ujitahidi ugundue sauti yako. Sauti yako itaanza kubadilika kwenye jina lako. Kwa hiyo na maisha yanaanzia, unaanza kujua sauti yako. Kwa hiyo kwa ufahamu, muda wetu umeisha, saa kamili. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache. Asanteni kwa kunisikiliza. Somo letu la leo lilikuwa linasema the voice ni kugundua sauti yako. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia kina Petro, nifuateni, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, nitawafundisha kuvua nini? Watu. Hiyo ni sauti. Sauti ya watu. Nitawafanya kuwa sauti ya nini? Ya watu. Sauti ya watu. Sauti ya watu. Kufundisha habari njema, Injili. Kwa hiyo lazima uangalie eneo ambalo ukisoma Isaya 38 mstari wa 1 mpaka 8 utaona wakati Ezekiel alipopata changamoto ya kiafya, Mungu akamwambia utakufa, alilia na Mungu mpaka Mungu akasikia sauti yake. Unaona? Ukiangalia Daudi alisema asubuhi, jioni na adhuhuri nitalala na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Daudi alikuwa anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Zaburi ya 116 na 164. Anamsifu Mungu asikie sauti yake. Daniel alikuwa anaingia kwenye maombi mara 3 kwa siku. Daniel 6 mstari wa 10 kwamba jaribu kuhakikisha kwamba sauti yako inasikika. Sauti yako, paza sauti. Tuko pamoja? Paza sauti. Kinachotafuta hapo ni sauti yako. Sasa hivi dunia inatafuta sauti yako, kwamba utaongea nini, ni kitu gani umegundua. Dunia inatafuta sauti yako. Dunia inataka kujua umegundua nini, unafanya nini, unajua nini, unataka kuwaletea nini, una mabadiliko gani ambayo unataka kuelezea dunia. Kwamba gundua sauti yako. Kwa ufahamu taishi hapo. Tunamshukuru Mungu kwa dakika chache. Tumalize. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 6. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku hii mpya uliofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 4 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2020, asante kwa tarehe 4 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2020, asante kwa tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku ya jana, sana kwa siku ya leo, sana kwa siku ya kesho, sana kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6, sana kwa majira ya saa 7. Tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea tukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo,
amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, baraka za Kristo, heshima ya Kristo, ujasiri wa Kristo, matumaini ya Kristo, kutufungulia malango ya neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa sauti zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa neema ya kugundua sauti zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo wa Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyovusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukasifa kila kiumbe chakula chake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa uwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo wa Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Wewe ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth na makati msalabani. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth na makati msalabani. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetukinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya maambukizi kutoka China, kutoka Marekani, kutoka Misri, kutoka pande zote za dunia kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetuwekea uzio wa moto kwa Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, na kuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki sauti zao, bariki imani zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 uwe mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako, tupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kutambua sauti zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la
la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, utupe neema Kristo ya kutambua sauti zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tena kwenye sala ya toba dakika moja, tutasema Yesu mwana Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, yakana vipita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Farudia maneno, nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asante, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my visas, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my house,